gano zake zile kwenye ulumbi wake huu ambao ni wa nyimbo zake hizi, ukimsikiza kwa makini sana utapata kwamba kuna kitu ndani yake ambacho anakizungumzia, na huwa anaenda na maudhui ambayo ukiangalia wakati wote anakupatia nafasi ya kuweza kutafakari. Huu wimbo uliimbwa pale vina mzee mmoja pale Tanzania, ambapo Lady JD vile vile akaweza kuweka kwenye mtindo wa Marijan Rajab. Marijan Rajab ukiweza kusikiliza vile vile kibao hiki, Lady JD akaweza kuweka kwenye na kuweka zile ala kwenye maisha ya kisasa, kwenye zile instruments za kisasa, ile ala za muziki za kisasa, na baadaye akaweza wimbo ukaweza kufiatuka, basi ukaweza kuonekana. Ndio namna hiyo ukaweza kusikiliza, hauwezi ukakosa mawili matatu katika hatua hiyo, hauwezi ukakosa mawili matatu katika hatua hiyo. Na kitu kizuri ni kizuri tu, unakisifia ambacho umekiona kikiwa kizuri, basi unakisifia. Wasema kwamba mgala muwe na haki, muue tu lakini haki yake mpatie. Ukimsikiliza Lady JD anapotoa yale anapogani, basi hauna kitu ambacho utaweza kukosa kukisifia. Basi unaona kwamba muziki mzuri, sema muziki ni mzuri, aliutendea haki, basi aliweza kuutendea haki na mambo yanakuwa ni mazuri sana katika hatua hii. Basi unazidi kunogesha unapozidi kusonga mbele kwenye chuma unaochuma siku ya leo. Basi kuna mengi tu ambayo namna hiyo unaweza kujifunza kwayo, na mojawapo ya vitu ambavyo mimi hupenda kukusaidia navyo kwenye chuma unaochuma ni kuweza kujielewa wewe ni mtu wa namna gani. Siku moja nilikuwa namsimulia mentor wangu kuhusu changamoto kubwa nilizokuwa napitia. Nikawa namsimulia huyu mentor wangu, nazungumza naye, namuelezea mentor wangu katika masuala ya wanahabari, changamoto ambazo mimi nimekuwa nikizipitia, na mentor akawa ananisikiliza kwa makini sana. Nilikuwa moyoni mwangu ninatarajia anionee huruma au anipe msaada wa haraka niliokuwa nahitaji wakati huo. Basi akawa ananiangalia tu kwenye jicho lile la wakati mwingine kuna mtu anakuangalia kwa jicho lile la dukuduku, anataka kutamka lakini anachelea kuweza kutamka yale maneno. Nilipomaliza kuongea, alianza kuongea na kutumia nukuu ya Wilson Kanadi. Nukuu ya Wilson Kanadi akasema kwamba Cantona, kumbuka hili: to be the best you must be able to handle the worst. Nikawa namsikiliza wakati huo kwenye chumba cha habari cha michezo pale KBC. To be the best you must be able to handle the worst. Yani ili uwe bora lazima ujenge uwezo wa kukabiliana na mambo magumu na nyakati ngumu za maisha yako. Nikawa namsikiliza kweli, napiga taswira nyumbani, napiga taswira kwenye mji, napiga taswira nilivyo tembea guu kwa lingine, gari lile la Route 11 kufika pale ndani ya majengo, hata mahali ambapo nimepitia. Nilieleza kwamba story kupita pale KBC kwenye malengo yalikuwa wakati mwingine ngumu, inabidi unapita kule nyuma, na kule nyuma kuna kambi ya JSU, iko pale nyuma. Sasa wewe kama utatoboa watakuweka ndani ndakas, lakini wengine tulikuwa tunapita pale nyuma, unajipata umepita wale majeshi wanakuwa marafiki zako, mpaka nakwambia kuja hapa, ukipita unapitia hapa, unapata tunapiga story kwanza ndio uingie. Yani Mungu anaandaa watu kwa njia zingine. Wakati mwingine mimi huwa nakaa na peke yangu, unajipata natoka machozi kwa zile nyakati ambazo Bwana Mungu amenipitisha ndani. Yani wewe kwenye nyuki, ndani ya nyuki kuna malango ambayo unafaa uweze kupita makubwa pale, ambao unapitia ukielezwa fanya hivi ndio uweze kuingia, na kama hujalipia tena namna hiyo wakukague vizuri kuambia hujalipia, lakini wewe unapita nyuma. Alafu kule nyuma ndio kuna jeshi, kambi jeshi imepiga kambi kule, na utajipata uko ndani. Na sio ndani peke yake, utafanya kazi na paka uende kwenye microphone kuzungumza, dunia mzima ikusikie. Haya. Sasa siku moja akawa ananiambia, Cantona, to be the best you must be able to handle the worst. Yani ili uwe bora lazima ujenge uwezo kukabiliana na mambo magumu na nyakati ngumu za maisha yako. Nimejifunza kwa vitendo tangu wakati huo, uwezo kukabiliana na nyakati ambazo unadhania hautavuka ni muhimu sana katika kutengeneza ukuu wako. Jifunze kukabiliana na mambo makubwa, magumu. Jifunze. Inawezekana leo kuna worst moment ambao unapitia ofisini kwako hapo, ama ni kwenye mahusiano, kwenye ndoa, kwenye biashara, kwenye huduma, kwenye uongozi. There are worst moment ambao unakumbana nazo.
lakini usifikirie kwamba utakuwa rais wa taifa iwapo wewe ni coward. Usifikiri utakuwa rais wa taifa kama wewe ni watermelon, tikiti maji. Lazima you raise up from those particular above kind of platforms. Ninaomba ukukumbusha leo, watu imara na wakuu huwa wanatengenezwa na nyakati dhoruba kama unazopitia wewe leo. Watu ambao ni wakubwa, watu wakuu wanatengenezwa na dhoruba. And I remember very well, sometimes God spoke to me sometimes miaka hapo nyuma kwamba unataka kuwa mtu mkubwa na unaogopa hii. Bwana, lazima tutapita hapo kama unataka kuinuka. Unataka nikuinue, utapita hapo. Then ninaamuka na shangaa, najiuliza maswali, Mungu, hiyo ni sauti yako? Ulikuwa unasema hivyo? Na kama ni wewe basi nimekubali. Naomba niukumbushe kuwa watu imara na wakuu huwa wanatengenezwa na nyakati za dhoruba na kama unazopitia. Kama unatazamia moyo wa ukuaji na kuendelea kushikilia imani yako, utavuka ukiwa mshindi. Wewe shikilia imani yako, endelea tu kumwamini Bwana, endelea tu kustay in there, endelea tu kujikaza pale. Imani yako, utavuka ukiwa mshindi. Ni wakati wako wa kutengenezwa. Wakati wa kutengenezwa lazima utapitia. Utafinywa huku. Wakati mwingine hata wakikukanda. Wewe umeona kuona wale wauguzi, ama madaktari wataka kumtibu mtu, wana kidonda wanataka kukipasua, watakifinya paka ushangae, na wanakiosha wakiparagaza ndani, wakiparagaza ndani spirit. Sasa nashangaa kuna kuendaje? Ndio baadaye wachukue ile manini ya kwanza kushona. Wanaanza kushona na si ati wanashona kama nguo, wanashona wakifunga kwanza uzi wa kwanza, tena wakate. Tena ya pili, unashangaa kunaenda namna gani? Baadaye unapata mtu amepona, baadaye uzi anakuambia hata usipokuja hospitali unakata hii uzi papa, utavuruta polepole na usiache ikae ndani, ikaukie ndani. Mtu amepona, ameingia kwenye barabara, male maumivu yamekwisha. Ni wakati wako kutengenezwa kuwa bora zaidi. Usikate tamaa. Mbona unakata tamaa? Kwa sababu unaandaliwa kuwa bora. Iwapo ungekuwa uandaliwi kuwa bora, hata hakuna anaweza shughulika na wewe. Hakuna, hata shetani mwenyewe hawezi shughulika na wewe kwa sababu uko upande wake. Kwa sababu huko upande wa shetani, ndio maana nakupiga vita mieleka kila siku. Ukiwa na matumaini kwamba wewe ni bora na utashinda. Utainuka siku moja na kusema, kama si Bwana kuwa upande wangu, na Israeli nazungumze sasa. It is possible. In fact, that was the message for today. Kwa sababu kuanzia pale kwenye chemsha bongo, ndio hiyo kwenye bao la asubuhi, kwenye chuma unaochuma, it's the same information in different content. That God akona purpose na wewe. Hiyo dhuruba mbona wanasema ni mwisho mwanzo? Hakuna cha mwisho mwanzo. It's the beginning of the journey. Hata kama unaona umefika katikati ya bahari, bado safari inaendelea. Na inahitaji watu ambao ni wakakamavu kwenye maeneo tofauti. Inaweza kuwa ni kwenye ukulima, kwenye biashara, kwenye ofisi yako hiyo, kwenye mahusiano, kwenye ndoa, kwenye uongozi. Sijui ni kipi ambacho namna hiyo unaona ni the worst moment. Those are the worst moment that you see them kupitia kwenye ofisi yako, kwenye biashara, kwenye uongozi. Those are the worst moment that you see. You want to be lifted higher, to be the best, you must be able to handle the worst. Hawezi handle the worst kama unakimbia. To be the best, you have to handle the worst. Yani ili uweze kuwa bora, lazima ujenge uwezo wako wa kukabiliana na mambo magumu. Na kukaa karibu na watu ambao pia wana moyo kama huo. I love my brother Shisi Wasilwa. A friend more than 25 years. We started like nobody, strangers, and we became great friends up to today. We are still that kind of best friends. Kwa sababu gani? We have walked the journey as a media practitioners in this field for a very long time. Haizi kosa kuniambia iko hivi na hivi na vile. Ndio last week tulikuwa tunajaribu kuzungumza masuala ya watu wakuu wanakuja Kenya na wanainuliwa. Na wale wazao wa Kenya wanasema Kenya ni mbaya, wakikimbia. Kuna nini ambacho kiko Kenya in the spiritual realm? As a brother, we were just discussing those kind of moments. Obama came to Kenya without anakuja kujua tu kwa kina baba yake, baadaye namna hiyo akakuwa president wa Marekani. Queen Elizabeth alikuwa anapenda kukuja Kenya, anakuja akiwa bado ni Victoria, anakuja anatembea Kenya. Baadaye wakati ambapo anatoka Kenya anaambiwa kwamba kuja wewe ni queen, baba yako ameondoka. What is it in Kenya?
Yeah? King Charles amekuja Kenya miaka mingi sana akielekea kule Laikipia kwenye maeneo yake. Baadaye amekuja kuwa king sahi. What is it in Kenya? Hata Prince William amekanyaga Kenya miaka mingi. Kuna nini ambacho kiko Kenya? Na Wakenya wenyewe wazao wanapenda kusema hamna kitu Kenya. Papa Leo wa 14 alikuwa Kenya hii Disemba akielekea kule maeneo ya Babadogo. The humble, God lifted the humble. Yeye alikuwa miongoni wale ambao angechaguliwa. Kuna wale wazee walikuwa najua hii kitu wanapata. Lakini kwa sababu yeye alikuwa strategic, Mungu amemuinua ndani ya miaka 10 akamweka mahali ambapo alikuwa ni prefect wale ambao ni makadino. Wale makadino ambao walikuja ambao wamechaguliwa na Pope Francis, marehemu Pope Francis, wakasema hapana, tunajua tu huyu ambaye tunapatia, hata kama alikuwa labda yuko kwenye list, huyu ndio tunapatia huyu. As young as 69 years and is going to be there almost for 20 and above years. Kwa sababu gani? When favor locates you, nothing can hinder you from progressing. Wakati favor imekulocate, haijalishi, because of being humble. Yeah? Unyenyekevu ule ambao mtu uko nao na kuweza kuhudumia watu kwa njia ya upendo na kuangalia katika macho ya utu. Watu ni roho. Unaangalia kwenye macho ya utu na kuweza hivyo ndio favor inalocate watu wengi sana. Na kuna watu ambao watakimbia. Sasa unaona maandiko yanasema sio wenye mbio ndio wanashinda jamani. Yeah? Sio wenye nini ndio hiyo hapo maandiko yanazungumzia. Yeah? Na tumeona wenye watumwa wakiendesha mafarasi na wenye mafarasi wakitembea kwa miguu. Kuna watu ambao watangangana kufanya kazi usiku na mchana, wanakuwa frustrated. At the end of the day, they will never mount to anything. Si ati kwa sababu ni wabaya, wana bidii. Yeah? Mimi wanapenda kuangalia sana wakati mwingine kwenye maeneo tofauti vile watu wanachambua Arsenal. Ati sio watu wana bidii ndio kila wakati wanainua vikombe. Na Arsenal wamefanya bidii miaka tangu kikombe cha Champions League kianze. They will never wajai inua hiyo kikombe. Yeah? Wamefanya bidii tokea 2021 years wajai lift kikombe ya EPL. Na wako na bidii wanajikaza. Lakini at the end of the day wengine wanatokezea huko wanabeba. That's how favor locates people. Yeah? In this environment. Unashangaa huyu mtu hata hakuna, hata ukienda kupiga picha uangalie paka na kwao utasema ya. Lakini huyo ndio Mungu anampatia nafasi. Anamuinua, anampatia, anamuonesha, anampatia visions za vitu kubwa kubwa. Yeah? Wewe na majigambo zako na kunini unapata amna. Why? Because huyu mtu kwa kile kidogo ambacho Mungu alimpatia aliweza kukitunza. You want to be lifted in your areas of assignment. Kwanza unakuwa ni mtu ambaye utafanya namna gani kuweza kulea. Yeah? Unaweza kulea hicho cha kwako cha mwingine. Yeah? Ukishakilea vizuri hicho cha mwingine, God anakulift up kwa njia ambayo ni ya kipekee, anakupatia kile ambacho hata watu wanashangaa. Na utukufu na mrejelea kwamba ule kama sio Mungu haingewezekana. Usikubali kujionea huruma kwenye maisha ambao unaishi ndani. Iwapo mimi niliambia na marehemu Peter Kimeu, Mungu alitangulia mbele zake akanieleza hivyo, to be the best you must be able to handle the worst. Na hayo maneno kwamba mama yangu mzazi Elizabeth alikuwa ameyazungumza wakati fulani. Akaniambia bwana our God will come tomorrow but you have to go through the training. It is possible. Things will never come on a silver plate. You have to go through the training, sir, before you can achieve what you want to achieve in life. Mimi ninakutia moyo kwa sababu ya kumalizia. Ni chuma unoa chuma hii. Ninakutia moyo. Hamna kitu ambacho kinashindikana chini ya jua. Kuna watu ambao wamekuwa chini wanalala kwenye mikeka, leo wanalala paradise. Kuna watu ambao walikuwa wanalala chini kwenye ngozi, leo hii wanalala paradise. Kuna watu ambao walikuwa wanachoma makaa wamekufa wakiwa mabilionea. Yeah? Njenga Karume alikuwa anachoma makaa. Mwanasiasa wa Kenya, hata shule hakuangalia, lakini alikufa akiwa bilionea mkubwa sana. Mamilioni ya mahoteli na ufanyakazi ambao waliufanya kama mbunge na kuweza kuinvest. It is possible you can begin on a lower ground. Ukapitia vicheko, lakini it's not your end product. Sio mwisho wako. Yeah? It is nini hapo ni hatua tu unapitia. Yeah? Then baadaye utasema nilikuwa mahali fulani na wakati huo Mungu alinisaidia sana. Yeah? Here I am today. See what God can do. Kuna watu ambao wamekuwa impeached kwenye marriages, wamekuwa impeached kwenye relationship. Leo wakikaa chini wanasema see what God has done. They missed this.
ya walikataa hii product, lakini kumbe bado nilikuwa bado ndani ya karakana natengenezwa. That's how God works. Wakati wote ambao unajiweka katika nafasi ya kuweza kukataa ya kwamba unatakana upitie kwenye ile njia ambayo ni ya worst ili uweze kukuja kuinuliwa, hapo umepoteza. Ndio mimi huwa napenda sana kuonea huruma sana watu ambao wanajihurumia wakati ambapo wanapitia changamoto. In fact they are supposed to be very happy. Unafaa ukubali, ufurahi, useme hii mimi nikionea mtu anapitia mashida, mimi huwa napenda sana kumadmire. Napenda ikuwe ni mimi ndio nimepatia hiyo sahani. Hiyo sahani napenda nilikuwa served. Why? Because I know that's the way to succeed. Lakini mtu anakuwa pale anaanza kujililia, kujihurumia, aanze kukubia sijui kushoto kulia, aende sijui wapi, atafute majukwaa ya kuweza kusaidika, ambapo badala achukue hiyo sahani na abaki ashukuru Mungu, asema Bwana, I thank you for this, kwa sababu kuna kesho ambayo inainuka. Na ukiwa unatembea hivi na una maproblem, hata kwenye ndoa yako, hata maproblem haipigi hodi, hata kwenye biashara, kwenye maeneo yako ya kazi, problem haipigi hodi. Wewe na shetani mko wazi group moja. Mnatembea kwenye wazi group moja mkichekeana. Kwa sababu wewe ukiwa kwenye wazi group nyingine, wewe ni mtu ambaye unampendeza Mungu na unapiga magoti yako ukiomba. Hiyo mavitu zitakuja zikipiga hodi one by one. Ukiando ile nyingine imeingia. Yeah? Na kwa sababu ya mbele kuna mazuri. That's why you are supposed to go through those kind of challenges. Lakini watu hawajui. They are still babies in their spirit. So unaona ndio analia wow. Tena kidogo tena ndio simu. Sasa paka yani wale ambao unapigia simu kama ni counselor, kama ni mtumishi wa Mungu ama ni pastor, anashindwa ba. You just kneel down na kuambia Mungu, thank you for this. Utapata you are very strong in the spirit. Yeah? Wacha kufanyisha watu kazi ambayo inahitaji wewe uweze kufanya. Na hiyo kazi inahitaji kwamba ukubali kupitia ile njia ya misukosuko ili injini yako iweze kuwa imara. Ya? Kuna watu wako na mwili kubwa lakini injini zao ni za tuktuk. Na wanataka kuingia kwa forest, watapitaje forest? Ya? Unafikiri forest ni rahisi? Forest kuna manyoka kule, kuna nini ndani, kuna vitu mingi sana. Huko forest lazima utaua dubu na simba. Ya? Ndio hiyo ndio training, ndio kuje upambane na Goliath. Sasa unataka kwenda kupambana na Goliath wakati ambapo uje ingia kwa forest upambane na simba na dubu. How then in your marriage? How will you handle the Goliath in your marriage if you cannot be able to go to the training uingie kwa msitu? Na aka kainjini kako katukutuku aka utatoboa kweli kwa msitu? Huko ni 4-wheel drive. Na hiyo ndio chuma unaochuma.